Jina langu ni Salome Manyama. Jina langu ni Derrick Ndiatabula. Sote kwa pamoja tuko hapa kuelezea kifurushi cha Serengeti Afya. Kifurushi cha Serengeti Afya ni moja ya vifurushi ambavyo vinatolewa na Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya. Kifurushi hiki kina wigo mpana wa huduma ikilinganishwa na vifurushi vya Tarangire, Ngorongoro na Mikumi. Kiwa mwanachama wa kifurushi hiki unaweza kupata huduma katika vituo zaidi ya 10,000 nchi nzima vilivyosajiliwa na Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya. Mwanachama wa kifurushi cha Serengeti Afya atakuwa na huduma zifuatazo. Moja, kuna gharama za kumwona daktari. Hapa tunaongelea daktari wa kawaida, daktari bingwa na daktari bingwa bobezi. Hizo gharama zote ambazo zinahitajika atakapofika hospitali, basi gharama hizo tunagharamia. Lakini vile vile atakuwa na huduma za vipimo. Hapa tunaongelea vipimo vya aina zote, ambapo kwenye kifurushi cha Serengeti Afya tuna aina za vipimo 301. Katika vipimo hivi vinajumuisha vipimo vinavyohusisha mionzi kama vile MRI, CT scan, echo na X-ray, ultrasound. Zote hizi mwanachama wa Serengeti Afya atakuwa anazipata. Lakini tunapoongelea MRI na CT scan, huduma hizi mbili zitapatikana kwa utaratibu maalum ambapo zitatolewa mara moja kwa mwaka. Mwanachama huyu atakuwa na uwezo pia kupata dawa. Hapa tunaongelea dawa aina ya 770. Hizi aina 770 ya dawa mwanachama wa Serengeti ataweza kupata. Hizi zinajumuisha pia dawa ambazo ni za magonjwa yasiyoambukiza. Habari ya kulazwa imekuwa covered. Mwanachama wetu ataweza kuhudumiwa kwa kulazwa kwenye wodi ya kawaida, wodi ya uangalizi maalum kama HDU, lakini vile vile na ICU iwapo zitahitajika. Vile vile tunaongelea habari ya upasuaji. Kwenye upande wa upasuaji kuna aina ya upasuaji zaidi ya 486. Katika huu upasuaji tunaongelea upasuaji wa aina nyingi, ikiwemo upasuaji wa tezi dume, ikiwemo upasuaji wa mifupa, mishipa ya damu na kadhalika. Lakini upande mwingine tuna huduma za magonjwa za matibabu ya mionzi. Hapa tunaongelea kwa wale wagonjwa wa saratani, lakini pia tuna huduma za kusafisha damu. Hapa tunaongelea wagonjwa wale wenye matatizo ya figo. Huduma hizi mbili mwanachama wa kifurushi cha Serengeti atakuwa na uwezo wa kuzipata, lakini kwa utaratibu uliowekwa maalum. Vile vile tunaongelea habari za matibabu ya kinywa na meno. Kwenye kinywa na meno hapa tunaongelea kusafisha meno, kuziba, lakini pia kuna hadi kupata meno bandia. Inafikia mahali kuna mwanachama anaweza kuhitaji kupata matibabu kwa njia ya mazoezi ambapo tunaita physiotherapy, basi gharama hizo pia mwanachama huyu wa kifurushi cha Serengeti ataweza kupata mara 12 kwa mwezi. Kuna vifaa saidizi. Katika vifaa saidizi hapa tunaongelea vile vyote ambavyo mwanachama wa kifurushi cha Serengeti anaweza kuzihitaji. Hapa tunaongelea kama lumbar belt, neck collar na vinginevyo vingi. Hivi vifaa pia vinapatikana kwa upande wa kifurushi cha Serengeti Afya. Lakini usisahau kuna magonjwa yale ambayo yanalazimisha mtu kufika hospitali kwa dharura, tunaita magonjwa au huduma za dharura. Huduma hizi pia zinapatikana kwa ngazi zote kwa mwanachama wa kifurushi cha Serengeti. Mtu yoyote anaweza kujiunga na kifurushi cha Serengeti. Utaratibu unaruhusu usajili wa mtu mmoja mmoja. Utaratibu unaruhusu utaratibu wa mtu mmoja pamoja na mtoto mmoja, au pamoja na watoto wawili, au pamoja na watoto watatu, au watoto 4. Lakini vile vile utaratibu unaruhusu usajili kwa wanandoa, yaani mtu na mwenza wake wakiwa na mtoto mmoja, wakiwa na watoto wawili, wakiwa na watoto watatu, wakiwa na watoto 4, ambao mwisho ni miaka 18. Na ili kujisajili katika kifurushi hichi, gharama zinaanzia kiwango cha shilingi 660,000. Mwananchi anaweza kujiunga katika kifurushi hiki kwa njia zifuatazo. Njia ya kwanza, anaweza kujiunga kupitia mtandao akiwa mwenyewe kwa kujihudumia kwenye mtandao. Kwenye mfumo wetu tunaita mfumo wa kujihudumia, yani self service, kwa anwani ifuatayo. Anwani yetu ni selfservice.nhif.or.tz, au anaweza akajisajili kupitia ofisi yetu yoyote ile ambayo ipo karibu
na yeye. Vitu muhimu vya kuzingatia: mwanachama akiwa anajisajili mwenyewe atatakiwa kuwa na kitambulisho chake cha NIDA ambapo kitamwezesha kupata taarifa zetu zote kwenye mfumo huo. Kwa kufuata utaratibu pale atajisajili yeye na kupata control number. Lakini kwa mahitaji ya kuwa yeye na familia au yeye na mtegemezi zaidi ya mmoja, basi kila mtegemezi atakayemsajili naye atatakiwa kuthibitisha ule uhusiano wake. Kwa mfano, kama anajisajili yeye na mwenza, atatakiwa kuwa na cheti cha ndoa, lakini namba ya NIDA ya huyo mwenzi wake itatakiwa pia ili kuthibitisha majina. Kwa upande wa watoto, tutahitaji vyeti vya kuzaliwa vya watoto pamoja na picha moja ya kila mtoto. Mara baada ya kujisajili kwenye mfumo huo, mwanachama huyu ambaye amekamilisha atapata namba ya malipo, yani control number, na malipo yake yakikamilika ataanza kupata huduma baada ya siku 30, yeye na wale aliojiandikisha nao. Mara baada ya kupata control number, mwanachama atalipia kupitia mtandao wa simu au kupitia bank. Hatupokei pesa mkononi na wala usishawishiwe kupeleka pesa kwa mtu ili akusajili. Lipa kwa control number kwenye mfumo wa malipo ya serikali kwenye njia za simu au kupitia benki kwa control number uliopewa. Kama alivyosema mwenzangu, malipo ya mchango wa bima ya afya ya NHIF yanapokelewa kupitia namba ya malipo, yani control number zinazotolewa na mfuko. Hivyo nakusii mwananchi mwenzangu, usishawishike kutoa fedha mkononi kwa ajili ya kulipa mchango wa bima ya afya. NHIF tunasema bima bora ya afya kwa kila Mtanzania. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.